Leo nawahadithia hadithi ya Dr. Mpumbavu aliyekifanya kijipu kuwa kiumbe cha hatari. Usisahau kunifollow, kusubscribe ili mradi kuwa mdau wetu wa kila siku. Tuendelee na kazi. Mwaka 1961 kulikuwa na dokta huyu hapa ambaye alikuwa anajulikana sana na jina lake wakampa ambalo linaitwa Dr. Guy. Dr. Guy alikuwa maarufu kutokana na mkono wake kwenye swala la upasuaji. Yaani yeye masuala ya kupasua mishipa, vijipu alikuwa ni moto wa kotea mbali. Lakini hana nidhamu kwenye kazi zake. Inaweza uchafu ule wa kijipu kakudondokea wewe. Na huyu dada anaitwa Patricia. Patricia leo uchafu wa kijipu mwingi sana ulimdondokea ndani ya uso, lakini Dr. Guy alikuwa ajari. Patricia kwa asila moja kwa moja akaja akamwambia Tamimi, mi bwana nimechoka, maana dokta kila siku akifanya mambo yake uchafu unanidondokea, alafu yeye ajali wala aoni kitu chochote. Tamimi akamwambia bwana jikaze, ndo tajiri yetu huyo. Haya, leo hapa kuna mgonjwa anaitwa Carlo alikuja hapa anasumbuliwa na yeye ana uvimbe ama ana jipu katika sehemu yake ya shingo. Jipu hilo lilivimba kisawasawa na Carlo alimwomba Patricia aende kumwambia dokta na akipime ili mradi ikiwezekana afanywe surgery. Patricia alimwambia usijari, dokta kuna kazi anaimalizia. Baada ya kumalizia hilo swala lake, basi sawa atakuja atakuchekia wewe. Basi alikuja hapa Patricia na kumkuta Dr. Guy yuko na Preston wakiwa hapa wanaangalia mtambo ambao wameutengeneza, ama mtambo huo inasemekana ni mashine mpya ambao Dr. Guy anataka kwenda kufanyia surgery zake kutoka katika miili ya watu. Patricia alimwambia hakika huu mtambo hauko sawa, na kama ungekuwa uko sawa usingekupitisha kimagendo, umeelewa? Lakini hapa kukawa na ukinzani wa bosi pamoja na kijakazi wake, na Patricia akamtishia kabisa Dr. Guy, bwana ukiendelea mimi naweza nikaacha kazi ama nikaondoka. Dr. Guy akamwambia inabidi utulie. Sasa huyu dada Carlos katika zamu yake ya kufanywa huu upasuaji, na dokta alimsihi sana na kumwambia hakika hakuna kitachokuwa sawa na hakuna kitachoharibika kama kawaida yake ilivyokuwa. Dr. Guy yani yeye ni balaa zaidi ya Dr. Chandora yule wa India. Yani dokta huyu ni moto on fire. Basi Dr. Guy alimweka hapo na Patricia akampa signal dada, akamwambia bwana kataa kufanyiwa upasuaji kutokana na hiyo mashine mpya, gerisha bwana, wewe inabidi ukomae tu. Basi dokta akaendelea kukamua na uchafu tena leo ukamdondokea Patricia. Hata Preston alishuhudia dharau zile za Dr. Guy, yani uchafu wote leo kwa mara pili unamdondokea Patricia. Patricia alijisikia vibaya sana na Dr. Guy yeye ajali kwa udhalilishaji ambao anaufanya kwa Patricia. Carlo lejipu chapu kwa haraka likaka sawa, lakini Patricia aliondoka ingalikuwa amekasirika. Preston alimwambia akataka kutapika lakini kajizuia kwa sababu tajiri anuniwi, tajiri asemwe, tajiri afokewe. Patricia kwa asila na akaenda tena kwa Tami akamwambia Tami, naweza kana leo ikaenda siku yangu ya mwisho mimi kukaa hapa katika hiki kituo, maana nimechoka na uzalilishaji wa Dr. Guy. Mnamo saa 6 kamili Dr. Guy anapata wageni wengine wapya ambao wamekuja hapa kufanyiwa upasuaji, na huyu jamaa alikuwa na kijipu na pembezoni mwake kulikuwa na vipojepoje. Dr. Guy akachukua mafuta ya ajabu. Mafuta yale hayajulikana na kumpakaa huyu mgonjwa, na hapa kuna wadhamini ama kuna mabosi wanaingia ambao wanataka kuwekeza katika hii, na si wengine ni Tommy John pamoja na Lucy. Hawa wote leo wamekuja kama wageni waalikwa ambao wamekuja kuhudhuria hii performance ya Dr. Guy pindi anapoperform kwa huyu mteja wake ama mgonjwa wake. Kamba jamani, karibuni sana na mkaribie wala msiogope. Na huyu hapa leo kwa mfano bora kwa hii mashine akawapa basi na vitabu vile ambavyo ameandalia mwongozo mzima wa hii mashine. Madaktari wakamwambia basi sawa, wadhamini wakaendelea na jamaa kwenye kuwasha ili maadi aseti mitambo na kumchukua mgonjwa wake kumwandaa ili maadi afanye mambo. Akamwambia bwana, mbona hiki kijipu tangia amekipaka mafuta sasa hivi kidogo alao kimevimba kidogo kimekaa vizuri. Dada wakaendelea kumuuliza maswali. Akamwambia sasa mashine yako utaitumiaje? Jamaa kwenye ujiko kwenda kuwasha mashine bwana, ikabumu ikatoka moshi, na wadhamini wakasema hapa leo atuwekezi kitu chochote, na wakadai kutaka kuondoka. Dr. Guy akawaomba sana, tafadhali naombeni nafasi, hii mashine na ifiksi kwa sababu naiweza sana. Na huyu mgonjwa akiendelea kusubiriwa kutibiwa, dokta akaendelea kuomba, akamwambia jamani naombeni masaa 2 tu. Patricia akawaambia basi jamani twendeni mimi nikakae na nyinyi mpaka dokta wangu atapomaliza. Wakatoka Kingia restaurant na Patricia akawaambia bwana hakika dokta akosei, tafadhali subirieni ili mradi mambo endelee. Na chakula wakatengewa na wakaanza kung'ata msosi mdogo mdogo wakila
huku akipiga solo akisubiria huo muda. Kwa ajabu, Dr. Guy alichukua dawa zake na kuendelea kumchoma huyu mgonjwa wake, ili mradi mambo yake apate kukaa sawa, ili mradi biashara zake ziendelee kukaa sawa, na akaamini leo anaenda kufanya kitu ambacho Tanzania ama Uingereza ama nchi yoyote akijawahi kutokea na atatamba sana kidunia, yani Urusi, China, kote watamjua yeye Dr. Guy. Ajabu, hawa wanarudi na wanamkuta mambo mengine yanaendelea, na yule jamaa ambaye alimleta mkewe Carlos naye alikuja na malalamiko, na waliingia, lakini hawajui kitu gani ambacho kinaendelea hapa na balaa ambalo limetokea hapa. Wanamwona huyu mgonjwa anatokwa na jasho la kutosha, na hawa wadhamini wamekaa. Hata Patricia ana wasiwasi kwa sababu Dr. Guy anataka kufanya surprise. Kile kijipu ghafla kimekuwa kitu kikubwa, yani si vile kilivyokuwa. Hata wale wadhamini waliogopa, lakini Dr. Guy alionyesha hakuna kitu chochote ambacho kibaya, alionyesha hakuna jambo zito ambalo limetokea. So unajua tena kwenye kuatia watu moyo, Dr. Guy akachukua kifaa chake kile na akataka kukiwasha ili mradi akitumie. Leo kikiwaka na kikawa salama, na akaanza kufanya mambo yake taratibu kwenye misanganyiko na mambo yakiendelea. Santamego Pandamunywa jamaa anapiga kelele, naumia, lakini kama vitu vinatoka huku vinavutwa huku na uchafu ukazidi kutoka, na daktari akaendelea kuongeza motisha, na mwisho wa siku kile kifaa kikanasa kabisa ndani ya mwili. Lakini hapa wakajikuta wanataka kufanya makosa, na baadhi ya wale watu ambao walikuja kwa wadhamini wakaenda kamtoa nasi mwingine, bali alikuwa ni Tommy, akamsukuma Dr. Guy akamwambia, wewe mpumbavu sana, unataka kuua watu. Lakini Tommy anajikuta anapoteza maisha kwa sababu damu nyingi na sumu nyingi na kemikali zikamkuta. Huyu jamaa alinyonywa mwili mzima, na mwisho wa siku baada ya kunyonywa akawa hamna kitu. Na yule mdhamini mwingine ambaye alikuwa pembeni naye alibasi kichwa. Dr. Guy akapiga magoti na mwana mama akaanza kupiga kelele, maana kuna kiumbe cha hatari kimetoka. Yani kile kijipu, yani kile kinyamanyama, mwisho wa siku kikawa bakteria hatari ambayo ikawa na nafsi na sura. Na ile bakteria ile katoka jicho bwana, na baada ya kutoka jicho ile bakteria ikamrukia mwana mama hapa na kumkalia shingoni tena, na mwanamama akaendelea kupiga kelele. Dr. Guy na baadhi ya watu ambao wanafanya usafi hospitali kukawa patoshi, wakaanza kukimbia, na Dr. Guy akaona bora afunge milango yote, yani no in no out. Yani ikawa mambo makokonchuzi, mambo yameenda vibaya, na Tami alishangaa sana kuona hali hiyo, kujua watatokea wapi. Lakini huku mwanamama akiendelea kushumpangira mpela huku akitaka msaada. Jamani, msaada, mimi kitu gani ambacho mmenifanyia? Dr. Guy anambia, bwana tulia, mimi nitakeka sawa, iko tulia. Wewe ndo mshenzi kabisa, umejifanya sio kuna mashine umegundua. Yani kama mambo vagala na mambo hayaeleweki. Lakini hapa walibakiwa tu na bunduki moja, na huyu hapa mfanya usafi alichukua ile bunduki ili mradi kuendelea kufanya nini, ulinzi wao. Lakini wakamkuta hapa Dr. Guy amejifungia katika ndani yake, mambo yashakuwa mazito. Dr. Guy amejifungia hapa akitaka kufanya tena marekebisho juu ya umama. Akamwambia, bwana jamani, daktari saidie, mimi mwenzio siwezi, hiki kijipu kinashota mpola, naona kama kinakaribia mimi nitakunya mimi. Jamaa alipopiga risasi, lakini hiki kidude wala hakikutoka wala hakikuwa na madhara yoyote. Daktari akamwambia hivyo akiwezi kusaidia, unajua hiko huyu ni mdudu wa kijipu, huyu inabidi tumchome na ile mashine tena. Basi Dr. Guy kwenye kumlazimisha akaingia kwenye mashine yake, huku tena Tami sasa anashuhudia daktari anaendelea kuchoma kile kidude kilichomwa, kile kijipu kikachomwa kikatoka bwana. Dr. Guy akajikuta kama amefanikisha, lakini mwanamama akawa anachekelea. Lakini jambo walisolijua ambalo linakuja kuwa la hatari, kipindi anamfungua umama huyu mdudu tena akamrudia tena umama katika kichwa, na hapa wakawana jinsi wakakimbia tena ndani, maana wakaanza kusikia sauti za ajabu na sauti ambazo havijapendeza, makelele ya umama. Kumbe kile kidudu kilikuwa kinafanya mabadiliko, yani aliunyonya mwili wote, na kila anapokunywa damu huyu kiumbe ama hiki kijipu kinazidi kwa kikubwa. Ona jinsi kilivyokuwa. Yote ni madhara aliyosababisha Dr. Guy, na huyu mfagiaji ama mfanya usafi akawa na hali ngumu kwa sababu alijitetea na kwa sababu nyumba hii haijui, akajikuta huyu jamaa mfagia usafi anaingia katika hatia nzito ya kuchukuliwa na kijipu. Kijipu kilimbeba huyu jamaa, na Patricia alitaka kwenda kusaidia, lakini Dr. Guy akamwambia si salama huko unapoenda, utapoteza maisha. Patricia akamwambia, wewe daktari, wewe ni mpumbavu, yote haya umeataka wewe. Mashine gani ambayo haijapitishwa na wala hawajaifanyia nani? Basi kwa kinzani akamtia vidochi bwana daktari. Daktari akamwambia, wewe mpumbavu mwanamke, unanipigaje? Huna kazi baada hapa? Akamwambia, wewe kazi yenyewe hapa iko wapi? Kwenye mapigano wakaendelea kupigana kushikishana adabu, ili mradi daktari aelewe kama alichofanya ni kosa. Dada Patricia anacheza mieleka hatari, Tami huku na anapiga
kelele, jamani pambana tu, tambaye. Basi wakaendelea kuangalia, lakini lawama zote zikaenda kwa mtu mzima, kwa sababu watu waliendelea kupoteza maisha kutokana na kile kijipu, na hali ya hospitali ama hali ya maabara yote ikaharibika kutokana na kosa moja tu ambalo Dr. Guy alilifanya, yani kifaa akijathibitishiwa na hawa wenzetu ambao wanajiita wazee wa kuangalia vitu. Basi jamani, udada akamfungia mchizi na akaanza kushota mpora kushuka chini, ili mradi kuangalia namna gani anaweza akajinasua, namna gani anaweza akaokoa maisha yake. Patricia alishuka mdogo mdogo na kushota mpora mpaka chini na kuangalia michelezi, matapishi, yani vitu vichafu ambavyo huyu kiumbe ama huyu kijipu vinamtoka. Huku Tami pamoja na Dr. Guy hawana cha kufanya, yani kelele kutwa nzima, na hapa kiumbe kikashuka tena, na Tami akaona dokta, tunafanyaje dokta? Tami akataka kuongea nacho imadi kukituliza, lakini Tami leo unakuwa bahati yake ni mbaya, inakuwa bahati yake si nzuri. Huyu kiumbe alitoa uteute wake fulani, ukamkamata Tami na ukamfuta. Dr. Guy akapiga kelele. Patricia alipokuja hapa alikuta mambo ngoma inogile, akamchukua Dr. Guy akakaa chumba cha pili, ili mradi waangalie namna gani wanaweza wakajinusuru hapa. Patricia akajua njia moja kwa moja ya kumaliza hiki kitu ama hiki kiumbe ni hii mashine ya Dr. Guy. Wakamfungia Dr. Guy huko ndani, wakakaa pamoja, wakaanza kuelekezana namna gani anaweza kufanya. Patricia akaendelea kuangalia namna gani anaweza akamtega, lakini Patricia alimuongopea Dr. Guy na akamfungia kule, na Dr. Guy akamcheka akamwambia, bwana uwezi kutoka, funguo mimi nakula hii hapa mpaka mimi nikanye ukaichukua ifunguo ndo utaikuta. Patricia akasema, jamani kwani umefanya hivyo mshenzi, ningefungua mimi niondoke, baki na viumbe vyako mmalizane. Patricia akajikuta alichokifanya sicho kizuri na plan yake haikwenda sawa, lakini Patricia akaanza kuangalia michirizi na namna huyu jamaa anavyoenda. Akachukua dawa hapa, akachanganya akafanya upumbavu wake, yani ile dawa kama kijipo ambao unapaka kwa nyuma mgongo, akaivaa na akaenda kule kwa chumba cha yule daktari ambaye yupo, akachukua kama ile nini akaipasua. Sasa kuna vitu hapa anamrushia hivi vitu ni uchafu ule, umeelewa? Huyu mdudu ama hii kitu anafuata ule usaa. Basi alivyosikia ile harufu Dr. Guy akawa hana bahati. Kile kiumbe chake alichokitengeneza kutokana na kijipu cha ule mtu ambacho alikifanya yeye kwa upumbavu wake na dhambi zake, basi kile kijipu kilimuathiri vibaya na kikamuua vibaya. Patricia anajikuta amebakia peke yake na uchafu mwingi unatoka katika ule kijipu, yani ni usaa, unapomwagika ndo kama anatapika. Patricia aliwasha ile mashine, na baada ya kuwasha ile mashine ikawa inaunguruma. Akajiuliza, naweza vipi nikakabiliana na huyu mtu? Basi kweli huyu mdudu alishuka hapa, na Patricia aliendelea kutetea maisha yake juu ya kifo cha huyu mtu, lakini hapa aliona sehemu moja ya kufanya ni hapa kwenda kuchomoa hiki kitu. Akaenda timing, akaenda kalichukua lile jicho akalitoa, na ikikweli kiumbe kilidondoka chini na mkono wake Patricia kidogo uliathirika, umeelewa? Baada ya kuathirika, Patricia aliendelea kukamua na akamwaga mwanya, na mwisho wa siku Patricia akakiweza hiki kiumbe, na kiumbe kikarudi kwa kidogo, akamwambia sitacheka na wewe leo. Akachukua ile funguo ya ule mzee ambayo ilishatoka ndani ya tumbo lake, akakipiga shuti kile kiumbe kile kijipu, na kile kijipu kikaa kinashota mpora kumtaka kumkaribia, lakini mashine ile ambayo aliwasha ililipuka, na hapo ikawa ndio salama, na mtu ambaye alibahatika kupona ni Patricia peke yake. Na Patricia leo alikuwa na maneno mengi ya kusema. Wanangu, msisahau kunifollow, kusubscribe kwa movie nyingine. Chao.